Mtazamaji wa Pure Africa TV na msikilizaji wa Pure Africa Radio 88.7. Karibu tena ndani ya dawati la siasa, na leo niko pamoja na Mheshimiwa Kibiriti. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Kwanza unajisikiaje kuwepo hapa leo? Poa. Yes. Naona unanawiri. Asante. Naona unaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu. Kwenye historia yako ya kuwepo ndani ya siasa. Umekuwepo ndani ya siasa na naona bado unapeleka gurudumu la siasa. Si mara moja, si mara mbili tumekutana kwenye dawati la siasa, lakini pia nafurahi leo kuwa pamoja na wewe ndani ya dawati la siasa. Labda wewe kwenye mtazamo wako unaona serikali hii ambayo inatuongoza inatupeleka wapi? Jehanamu. Mbona useme hivyo? Yeah. Kwa sababu kama serikali inaongoza ni ya uongo. Wewe tumetoka Kuria mfano. Kule mtu anaweza tumia zaidi ya milioni 50 ndio kukuja na mandege na kusimama na kudanganya watu. Contractors wako on side, barabara inaanza kutoka Hispania akiwa center. Na baada ya mwezi mmoja unapata hakuna kitu kama hiyo. Ndio. Uongo kila sehemu. Watu ambao wameandikwa kazi, civil servant, public servants, wote wanalia. Ndio. Wametaksiwa mbaya sana. Unapata mume anakatwa pesa ya nyumba, mke anakatwa pesa ya nyumba ambayo ni scam. Vitu inaitwa NHIF ilikuwa inasaidia watu, hakuna. Kuna zingine zinaitwa SHA, unasikia ni zinakatwa kwenda kwa kaunti ya mtu binafsi. Ndio. Hiyo na hata Auditor General ametoa. Hiyo serikali ya sasa hivi ya national inatupeleka jehanamu. Ndio. Ya Kuria East kule mimi natoka, hiyo sasa ni jehanamu kabisa. Generally serikali zote zinatupeleka jehanamu. So ukombozi ndio unahitajika. Kwa sasa tuanze kwa upande wa SHA. SHA ililetwa na tukaambiwa kwamba itaweza kusaidia mwananchi wa kiwango cha chini sana, maana hata rais mwenyewe anasema kwamba hela zake zinakatwa zilikuwa zinaenda pale kwa SHA. Lakini tumekuja kugundua hapa juzi kwamba pia SHA inamilikiwa na mtu binafsi. Labda unahisi kwamba huyu mtu binafsi alikuwa na contract na serikali, ama ni urumbukeni tu ambao umeingilia katikati kuweza kunyanyasa maisha ya mwananchi? Siku hizi nimesikia watu wanaita ndugu yetu President Mr. Kaongo. Jina ingine wanamuita ni Kasongo. Ndio. Mimi ningetaka tumuite Mr. Kaongo. Maneno yake yote kuhusu anything Kenya hii ni uongo. Ndio. Na ukombozi na wito wangu kwa Kenya kwa jumla ni kuhakikisha kwamba William Ruto asichaguliwe 2027. Aende nyumbani, aende akapumzike. Yes. Labda tukija katika maeneo ambayo unatoka, awamu iliyokuja pia uliweza kupasa sauti ukasema kwamba jamani, nahitaji mkaweza kuniteua, mkanipe nafasi ya kuweza kuongoza Kuria East. Na kwa sasa hivi kiongozi anayeongoza Kuria East yupo na yupo imara. Labda unahisi kwamba upepo unasema vipi? Sijui yupo lakini hayupo imara. Uongozi unatoka kwa Mungu. Tunakubali aliteuliwa. Ndio. Lakini nafikiri Mungu hakutukonsoli hiyo kipindi. Na kuna wefu ilikuwa imeingia Kenya ya ushetani. Ambayo pia ilisaidia hata William Ruto akachaguliwa. Ndio. Ambaye ameumiza wa Kenya, vijana wamekamatwa, wengine wameuliwa. Pia hiyo wefu ndio ilikuja Kuria East. Nina uhakika hata watu wa Kuria East wanalia. Ndio. Kwa sababu kama umeteua mbunge anayejiita ni mbunge, na ukiwa umemteua mbunge wako na kazi yake ni wizi, hakuna mtu hajui. Mimi nashangaa watu wa DCI wanafanya nini ama wanalalia nini. Hiyo barua tumeandika, tumewatumia, tumetumia watu wa ECC, lakini they are toothless. Maybe hata hii pesa inaibwa hapa Kuria East, maybe naenda kwa Kaongo, hatujui. Because wezi nieleza kama uko na akili inayokaa timamu. Tuongelee maneno kama ya Nyamtiro boarding, ambao sahi 40 million to 50 million imealloketiwa hapo na inaonyesha iko. Ikapatiwa mbunge Alpha Meruka.
na mpaka saa hii haijatoka chini. Mimi na wewe tuna uwezo wa kupeleka watoto wetu kwa shule tofauti tofauti. Lakini ule Mkuria wa chini wa kawaida kama baba yangu mwenye alikuwa Mrenti, si angekuwa napeleka hapo. Hiyo yote ni wizi. Ukisogea mbele uende uone mambo ya Lokot, Kegonga ambao unaeleza sijui imepatiwa nani. Hizo vitu zilikuwa zinaonyeshwa mtu anapatiwa, mwingine analipwa kwa haraka. Sijui ni DCO AC company office. Ilikuwa imepatiwa ndugu yetu Marwa Kitiba, Grand Park. Na lakini ule aliyelipo ni mtu mwingine. Ni utapeli wa hali ya juu. Na hizo vitu zote zinapatiana kwa kuiba pesa ya Mkenya, pesa ya Kuria East. Wacha nikwambie ndugu yangu. Na hiyo wale waliomchagua mheshimiwa aliye mbunge wangu watambue. Iwapo Mungu atakubali, mimi nichukue uongozi wa Kuria East. Ndio. Huyo jamaa nitafunga. Una maana gani ukisema utafunga? Huyo jamaa atafungwa. Ile pesa yote imeibiwa under his watch lazima atarudisha ama akae ndani kama Waititu. Yes. Ni mwizi. Labda wewe unagunduaje kwamba pesa hizi zimeibiwa? Tunagunduaje? Hiyo ni swali unastahili ulize in 1990s. Si swali ya kuuliza in 2025. Hii ni kare nyingine yenye ambayo mtoto anazaliwa anajua teknoloji, anajua kushika simu. Lakini miaka ya kitambo ulikuwa hata simu hauna. Hata mimi miaka yangu nimejua simu the other day. So sasa hii ukianza kudanganya hii hata watakueleza kila kitu iko ngapi, imekuja ngapi. Na wanajua. Kwani juzi si yule kijana alikuwa anaitwa Nchore amekuwa anafanya naye kazi. Aliandika nini? Baada amekosa kulipwa na kila kitu na vile walikuwa naiba. Hibu alikuwa anafanya naye kazi, bwana Hibu ambaye alitumia kuni campaign. Lakini ilikuja ikafanyika nini? Hibu amesema nini? Sio ni watu wenye walikuwa ndani wake. Si kwamba ni walitofautiana ndio maana wameamua kumpiga. Hapana, tofautiana. Amewatoa pesa. Ndio. Na ameiba pesa. Kwa sababu walikuwa naiba pamoja. Na alafu ameweka wengine kuiba. Ni shida kabisa. Yes, shida kabisa in Kuria East. Inahitaji maombi. Labda kama nyinyi viongozi ambao mnatokea Kuria East na mmeweza kupata angalau upeo mkubwa wa kuelewa na kuweza kujua kwamba nini kinaendelea ndani ya Kuria East, labda mmejipanga namna gani kuweza kuhakiki kwamba mnapunguza hizi mambo ambayo yanaendelea katika maeneo ya Kuria East? Kujipanga namba moja. Mimi nimejipanga kujiweka kwa kinyang'anyiro cha kura. Ndio. Ya 2027. Wanichague nifunge huyu mwizi. Kujipanga namba 2, nimeandika barua kwenda kwa DCI na EACC na National Board ya CDF. Ndio. To look into the matter of stealing in Kuria East constituency. Hiyo ndio mpango niko nayo. Sina mpango wengine. Ili wabadilishe uongozi niweze kuwasaidia na huu mwizi aweze kwenda ndani. Na wakati atakuwa unajua hata kwenda mbinguni utabeba mizigo yako peke yako, virago yako mwenyewe. Ndio. Wakati anaenda kufungwa, msianze kusema mtu wetu. Kwa sababu pia hata ni mtu wangu. Wale watu wamepoteza, wangekuwa wamefaulu wakiwa wamesoma Kuria East ni wengi sana. Ama wakiwa wamesaidiwa na hiyo pesa ama wameandikwa kazi. Sasa tuko na shida ya ajira ya kazi huko nyumbani Kuria. Kama hizo shule zingekuwa zimefunguliwa ama hizo ofisi zingekuwa zimefunguliwa, tungekuwa tumepata ma-secretary, tumepata watu wengi. Hata ile Nguruna University labda mimi ningekuwa profesa hapo nikifundisha na wengineo ambayo iliweko kwenye mtandao na pesa imekuliwa. Na miradi mingi, Lokot tungekuwa na maklaku wengi labda hata kutoka hapo mingi 70%. Lazima community weze kufaulu. Lakini yale unayoyaona si hayo. So ile tunaweza sema ni kwamba unasikia hata hizi kazi za TSC za walimu zile zinapatiwa Mkuria zimepelekwa kwa political office ya mbunge. Mbunge anauzia Wakisii, anauzia watu kwa sababu ndiye apate pesa. Hakuna shida gani mpaka anauza nafasi zetu za watoto wetu? Lakini tumeona juzi mbunge akisema kwamba jamani, naomba
kuajiri, wakati wanaajiri walimu ianzie Mkuria namba 1 apewe kipaumbele, ajiriwe. Hiyo ni baada ya kusikia vilio. Hiyo ni baada ya kusikia vilio. We imagine sasa amehudumu miaka ngapi? Amehudumu, tumebaki na miaka 2. For the last 8 years umekuwa ukiandika watu. Sasa dakika ya mwisho ndio unataka kudanganya watu ati sasa unataka kuchange. Ni ile tu unataka kudanganya watu dakika ya mwisho ndio watu useme wakuchague. Sijui wakuchague, uende kuwatesa tena. Huyu ni mtu shetani kabisa na ashindwa kwa jina la Yesu. Labda unahisi mheshimiwa kwamba Kuria inastahili kupata chama ambacho kinaweza kikawasaidia labda kugombea katika nafasi aina mbalimbali na hata kuweza kugombea nafasi ya urais? Ni mawaida mazuri. Mkuria anaweza kuwa rais. Ni mawaida mazuri kabisa. Na anything ya kusaidia Mkuria mimi na support. Ndio. Lakini kwa sasa chenye Kuria inahitaji ni umoja na upendo. Kuna chuki mingi sana Kuria. Ndio. Kwa sababu leo hii mtu atasikia mimi nasema umbunge nitafunga, afile ni kama amemalizika kwa sababu hajaona zile shida umbunge ameletea Wakuria. Ndio. Kwa chama ni sawa, wale wana mradi ya chama ni sawa, wanakaribishwa. A party is a democratic thing. Kuria za community tunaweza fungua chama yetu. Ama Kuria za community we can negotiate with a party where all the elected leaders watapitia hiyo chama. Na tuhakikishe tuko na county 12. Hiyo tutapata nominated slots 6. Tuongezee kwa namba yetu ya county assembly ya Migori. So hiyo ni jambo nzuri. Lakini jambo la kwanza ile mimi naita Wakuria tufanye ambao mimi nimeanza mpaka sasa hii. Nataka Wakuria wapate constituency 2. Constituency 2. Timaru ikuwe na constituency yake, Kegonga ikuwe na constituency yake, Kehancha na watu ya Mabera wakuwe na constituency yao. Hivyo ndio tunaweza kujisaidia na tupate viongozi ambao si wezi. Viongozi kama mimi ambao si wanaenda kuiba, waende kujitajirisha. Wale wana moyo ya kwenda kusaidia watu. Unaweza imagine kama every constituency tikiwa 4 na tunapatiwa milioni 300 kila mwaka. Hizo pesa inakuja Kuria itakuwa 1.2 billion. Na tukiongezea ile bili ya bunge ambayo hata mimi nimeongea na maseneta marafiki zangu waipitisha, iko second reading ya kukua na Ward Development Fund. Na kama ile Ward Development Fund imeingia, tuko na pesa ya kutosha ya kuweza kujimudu na kujisaidia. Na tukiwa na viongozi wema. Lakini tusikuwe na viongozi tabeli, viongozi wezi kama mheshimiwa wa Kuria East. Ule mimi nafahamu. Wa kuleta mapango na vitu zenye hazieleweki. So mimi sahi ile kitu ningeweza kurai ama kuuliza watu wa Kuria tushikane sahi. Niko na the like-minded Kurians. The petition tumeanza, tumesaidiwa na our sisters and brothers who are working with Parliamentary Service Commission to draft the petition. Na hiyo petition inaenda national, the Senate. Haiendi National Assembly. Because wale wabunge tuko nao huko, especially ule mbunge niko naye mimi wa Kuria East huko, ni maembe tu. Hata wezi jua bili ni nini ama kitu ya kusaidia Wakuria ni gani. Akiona kuna public petition imetoka Kuria na imeanzishwa na Kibiriti, ataenda kuipinga kufikiri mimi ndiye itasaidia. Lakini inataka isaidia Wakuria. Umeona? So tumeona ndio isiende kupingwa, tumeiweka kwa Senate. We are also in discussion na senator wetu ambaye ni Senator Okech na wengineo and our good friends to make sure these bills, this petition sell through. So in the next few weeks we are going to start signature collections. Tutaziweka kwa kila market ya center ambapo wananchi watasign signature ionekane hii ni demand ya kutoka kwa Kuria. Wakuria wapate constituency 2. Na kwa hiyo nachukua pia nafasi ya kuchallenge wabunge wetu na kuchallenge ndugu yangu Kaongo. Mimi namjua kama Kaongo alikuja akadanganya wazee na wamama, anawapatia barabara, akakuja akadanganya vitu mingi. Kama kweli anapenda Wakuria. Ile pesa tunasikia ziko kwa boxes, zinalipa wabunge, zinalipa watu kupitisha miswada. Hizo zenye tunasikia
na zingine zinaenda kupatiwa kwa kanisa huko 20 million when Kenyans are suffering. Naomba atumie hizo pesa aweze kuweka kitu inaitwa kupitisha mswada. Hiyo petition ya Mkuria kukuwa na constituency mbili. In fact, Wakuria tukiwa na constituency mbili, we are much better tukiwa na constituency extra mbili zikuwe 4 na ward fund ikuwa tuko sawa hata kushinda maneno ya county. Hii yenye mbunge anakuja kudanganya watu kwamba anaanzisha kutafuta county. How do you get a county with without knowing that you need to start a referendum? Mbunge wetu anastahili aende shule kwa sababu haelewi maneno. That is why mimi ni wakati nilikuwa ndugu yangu. Nilisoma wakati wa Machage. And I want to thank the late Machage. May his soul rest in eternal peace. Alikuwa anatupatia pesa CDF. Mimi nilisoma na CDF pia. Lakini sikumuona akikuja kutembea anapatia na CDF ambaye ni haki yako. Ati hiyo ndio project. Lakini si wananchi wanahisi kwamba mbunge anapopita katika kile eneo akiwa naigawa huenda ndio uhaki iko. Hakuna kitu ya uhaki hapo. Hakuna kitu ya uhaki. Sinchora amekueleza kuna wengine wanapata 100,000 na ako na majina yake. Yao yale ya kupagua ati unalipia mtoto ya mwingine 100,000 na wengine 5,000. Hakuna kitu ya haki hapo. Kujai kuwa na haki. Ule mbunge wa Kuria East ni bogus sana. Na Kuria inastahili kubadilishwa mtu. Na akibadilishwa afungwe. Hata kama si mimi nitamshinda, kama hata kuna mwingine atamshinda, ule atamshinda afunge huyo mtu. Ni mtu chokora sana. Na wewe ni mwanasheria na umesomea wanasheria. Unahisi kwamba ukiwa kama raia sasa hivi na mwanasheria kuna kipengele ambacho kinakuruhusu kushtaki mbunge kama kweli umeugundua kwamba ameiba fedha hizo? Kila kitu na evidence. Nikiandika barua yangu kwenda kwa DCI, nimeandika na evidence ile niko nayo. Ndio. Mbunge ndio ni patron, anaweza jitetea kwamba hakuwa anahusika. But I had a very big political influence. Na vile pesa zilikuwa zinalipwa kwa hizo makampuni. Wale mwenye makampuni ndio tutaanza nao wakamatwe, watasema walitoa pesa wakapeleka kwa mbunge. So umesikia wao wenyewe wanasema walikuwa wanatoa wanapatiwa 20,000. Unapata mtu, let me take an example of a company like Gasaya Construction or something. Anaenda analipo 18 million lakini amepatiwa 20,000. Yeye mwenyewe amekaa confused, ni kutusi watu kwa mitandao. Ndio. That is an evidence. Getting such a people here to come and testify, it is one way to put things clear. Hapa makaribuni tuliona Senator Eddie akiwa na raise issue ya Gwitembe na ikawa imejadiliwa pale. Labda wewe kama kiongozi ambaye unatokea Kuria East na Gwitembe pia iko katika maeneo yako na si mara moja pia nimesikia ukizungumzia ile sehemu. Labda umeweza kufuatia kuhisi kwamba wamefikia wapi hadi sasa? The issue of Senator Eddie kuongelea mambo ya Gwitembe is welcome na tunampenda sana ndugu yetu Sifuna. Na ningependa pia kusema walitamuka kama vile Kibirita anaitamuka. Ndio. Hawakuitamuka wakiwa wanasema Nyandarema ni ya watu wa Kipsix. Walitamuka wasiwasi wakisema Wakuria miaka 3 hatujafuna chakula kwa sababu lile ni shamba letu. Ndio. Na ijulikane nikiwa niko bunge ama sijaenda bunge. Ijulikane shamba kutoka Endosain na ndugu yetu mzee wetu Baba Machage alitamuka na akapelekwa na hate speech. Wakakimbisha wakati aliambia watu Kuria imefika sehemu ya Awendo. Shamba kutoka Endosain imekuja mpaka Mwita. Kuna sehemu inaitwa Mwita. Mwita ni jina ya Wakuria. Imepita huko Loligorian hapo chini kwa hospitali. Imepita hiyo yote Gwitare. Imeenda yote ikaenda kutokelezea Nyandarema. Hiyo ni shamba ya Mkuria. Hiyo ni shamba ya Mkuria. Inajulikana from books za 1955 wakati Mkuria alitolewa ng'ombe 5,000 zikalipwa Masai. Wakuria walinyanyaswa kutoka huko mwaka wa 1980s. Na hata ndugu yetu Haji
the late Mzee Haji akiwa the provincial commissioner Rift Valley. Kama anadanganya, wafungue teachers report. Father John Anthony Kaisa aliuliwa kwa sababu alikuwa na uhakika Wakuria walitendewa unyama. Ndio. Kwa sababu katika katiba una haki ya kuishi kokote kule. Sa anybody anakimbia, hata ukiangalia hiyo mashamba, wale watu wako na title ni big fish, hata Masai wenyewe hawana. The big fish. Una maana gani ukisema kwamba big fish? Big fish in this country ndio wanakimbia, wanaanza kutengeneza title ya jana. Na hiyo, I know issues of land are very emotive. Lakini kuna kitu nataka nikuambia ndugu yangu. Shamba haihami, history haihami. Na ile siku tutapata serikali ile tumeongelea na tumekapcha mzuri. Ni ile si ya kuja kudanganya huyu ni ndugu yetu, huyu ni kaka yetu. I am telling you, we will be in the right position to get what is ours. And to get what is ours, it is as it was said by the Senator Okech, by the Senator Sifuna, that the land belongs to the people of Kuria. I was in the front line, mwenye nimetembea mwenyewe mpaka Gwitembe, nimepiga hiyo. Mimi ile naweza piga ni kelele yangu kwa kusisinisha watu kwa mikutano, hiyo ndio naweza fanya. Nilifanya nikamweleza my learned friend Sunkuri kwamba asijaribu kueleza Wakuria wanatoka Rift Valley. Because hata mimi niko na boma ingine Kiambu. Sasa utaanza kuniambia ati niende Rift Valley sitaki kuwa Central. Hiyo ilikuwa makosa. Na ni mzee tunaheshimu, tunataka, na baada ya mimi kwenda huko, ndio ndugu yetu huyo confused member parliament anaitwa Getayama. Alikuja huko na kamati, atok komiti ya bunge. Badala ya kuja kusuluhisha shida ya kule, alikimbia kugitimo kwenye hakuna shida. Akaenda kutishia chief kwamba atamfuta kazi. Leo hii chifu ya Nyabasi North anakimbishwa right left kwa sababu anakataa wizi ambayo mbunge yeye anataka watu waendelee kuiba ng'ambo ile. Hamjui hiyo? Si umeona ameenda kotini? Si tunahisi kwamba ama taarifa tulizopata ni kwamba chifu yule waliweza kukorofishana na mwenzake katika maeneo ya unajua kidanga cha ulevi. Sitaki kuingilia hiyo maneno kwa sababu mimi najua ule chifu, wale machifu wote ni watoto wetu. Ndio. The assistant chief is my good friend, ni Musaigawane, ni mtu tumetaidiwa naye at the same time. The chief mwenyewe ni rafiki wangu. Mimi natoka hiyo area. Ile ni vita ya kisiasa. Hakuna vita iko kule eti wamepigana. Hao machifu wote hakuna mtu anakunywa. Sasa walipiganaje wakiwa kwa walevi? Ni vitu ya kuchochea. Kwa sababu mbunge anasema atafuta mtu kazi. Wewe ukisema utafuta watu kazi, ujue wewe tutakufuta kazi kabla ya 2027. Kwa sasa hivi wewe ni mbunge. Lakini bunge kitangazwa kwamba imefunjwa, ujue tumekufuta kazi. Na wananchi wote na warai watoke nje wafute mheshimiwa mbunge wa Kuria East kazi 2027. Tumekuwa tukiona msafara na pia miradi kadhaa ambayo mbunge anazindua mingi tu, na wananchi wakiwa wanasema jamani, tunashukuru mbunge, hakika tunaona maendeleo unayotuletea. Labda wewe una pingamizi na maendeleo haya uyaoni? Gani hiyo? Makaribuni tumeona level 5 ya hospitali. Unajua, nimekueleza ile level 5 itafaulu because nimeona county government iko ndani. Na hiyo nakubali. Level 5 si ya mbunge. Ile ni kitu ambayo president amesema amepatiana 700 million. Ndio. Na tunaomba isije kakuwe ni 7 million. Because hao watu ni waongo sana. Unajua 700 million inastahili kujenga hospitali inashinda hata Nairobi Hospital. Ndio. So we are watching 700 million. Kama wewe umeiba mpaka 50 million. If 50 million haijatoa nyumba kwa chini ya msingi. Chini ya msingi 50 million ya Nyamutiro boarding. You might even be shocked 700 million itafanya tu kuchimba. So mambo ya uongo tumezoea. So you cannot tell me to celebrate mradi ambayo mimi sijaona.
mpaka ile siku nitaona ikiwa imeisha. Na ikiwa imeisha nikuje nikuulize na zile uliiba zingekuwa zimewekwa hapa ingekuwa namna gani? Hivi leo Kuria East wangeweza kwenda kikamilifu kabisa na mbunge akuwe mtu anatunza ile pesa. Kuria East ingekuwa mbali sana, mbali na mbali zaidi. Labda unahisi kwamba mradi ule wa Nyamanche ambao unaendelea ni wa uhakika? Nyamanche ni mradi ulianzwa wakati wa Moi. Na hiyo maji ukielezwa hata na wazee wetu kama ni nyanja iko hapo. Is an ocean or a lake, because ukianguka kwa hiyo maji the next thing utapatikana Lake Victoria, ujui utapita wapi. So is a historical thing. Moi alikuja akaitembelea, Mwanga akakuja hapo na yeye, Machage akakuja pia akaitembelea, akakuja na Mwai Kibaki. Hata wakati wa Uhuru Kenyatta imetangazwa inafunguliwa. Ikifunguliwa ni sawa kama watafaulu, kama wataiba pesa, kwa sababu ni wezi. Kuna haja gani tudanganye? Kama wataiba pesa, kama serikali kuu haitaiba pesa, ikifunguliwa Wakuria tutakuwa tumefaulu kupata maji. Hata mimi nasikia kuna maji ya Lake Basin imetolewa area ya Nyakehomo, mimi natumia kisima ya kuchimba. Juzi nilikuwa nataka kufuta hiyo maji, nikaambiwa mheshimiwa Getama amesema nisifute. Nisifute maji, akasema tunataka kufuta ya kutoa iingie kwa boma yangu na nisaidie piping ya familia kidogo kidogo yenye kwa karibu na kwangu, because it's a public water. Sasa mimi najindo Lake Basin tena imeingia kwa, unajua mara nyingi na ukipanda matatu unapata makanga wengi. Mmoja ameshuka sehemu anasema panda, unafikiri enda, unamuuliza hii gari inaenda Nairobi, anakuambia yes inaenda Nairobi. Una uhakika, alafu anakuambia wacha mimi nishuke, nitakufikisha Kisii, wewe sasa umaliziwe na ule. That is the kind of a leader tuko naye. Unaenda kugombea muda sio mrefu. Kuna mwananchi ambaye anakutazama na kuna ambaye anakusikiliza, anapenda kujua kwamba wewe huenda Mungu akikupa nafasi ya kuweza kuongoza Kuria East, utakuwa unazindua miradi kabla haijakamilishwa ama utakuwa unazindua miradi yako ikiwa ishakamilika? Ikimekamilika. Kwa nini? Yes, nikienda kupatia watu waanze, ni tumeanza hii, tumemaliza, ndio hii ilitumika pesa fulani. Na ile pesa ndio hii, yote ikiwekwa vile ilitumika. Yeah. Si nimekwambia mimi ni mkweli. Kwani unaniuliza kwa nini siwezi kuwa muongo na siwezi iba? Na unahisi kwamba ukiwa mbunge lawama hizi ambazo zinarushwa kwa mbunge ambaye yupo hazitakufuata? Haziwezi. Unajua mimi nimelelewa vizuri. Hii vitu ya kuiba pesa ya community na kufuataga, na sometime unaenda like a caste person. Viongozi wote wenye waliiba pesa za wananchi ama kutendea inji mabaya, angalia nyumba zao ama familia zao hazipo. Hata zileke zilienda wapi? Wale wamebaki ni wale walitenda mazuri. So it's a curse. So ole wao wale. Mimi wakati itamwandama huyu, hata nisipompeleka jela, itamchapa tu. Sema ni mimi, itamgonga. Hiyo dambi, hiyo kasi itagonga yeye. Una neno lipi kwa ajili ya mtazamaji wetu tunapomaliza? Wakenya wote kwa jumla nawapenda. Kuria East yote naipenda. Tukue waaminifu. Tukue wapenzi wale tunapendana. Vitina na vita ambazo hazina maana wachana nazo. Wakuria tushikane sahihi in this public petition ambayo mimi nimeanzisha ya kuhakikisha Mkuria amepata constituency 2. Ukisikia kwa radio zetu, Radio Free Africa, radio ile ingine, wakikueleza uende upige usahishishe signature yako kusema you are part of the petition, tafadhali uende upige hiyo petition. Tunataka kuona Kuria ikiwa imeendelea. Tunataka kuona Kuria ikiwa ina nawiri na ikiwa na uongozi bora. Na wale vijana hawajashika kura ama wamefikisha miaka ya vitambulisho, ninawarai waende washike vitambulisho. Wakati ile general ya kuregister kura inaanza, ila public wa register kura kuhakikisha
huyu mwizi ambaye amewatengenezea maisha mbaya, wezi wote Kenya hii wameenda nyumbani, na wale tutaweza kufunga, tusaidiane tuwafunge. Hiyo ndio maombi yangu, na Mungu atusaidie. Asante, tunashukuru kuweza kupata wakati na wewe. Asante. Tutazidi kukutembelea kwa ajili ya kuweza kutuelimisha zaidi. Asante. Asante sana mtazamaji wa Pure Africa TV na msikilizaji wa Pure Africa Radio 88.7, na ikiwa leo ni siku nzuri kama nilivyokuwa nimekuelezea toka awali kwamba nimeweza kupata fursa ya kuweza kukutana na mheshimiwa Kibiriti kwa ajili ya kuweza kuchonga mengi ndani ya dawati la siasa ili kuweza kuelimishana, lakini pia kuvuta gurudumu la kisiasa katika upande wa Kuria ili kupeleka katika nafasi nyingine. Labda nikiwa namaliza tunasemaga swali taswishi ambayo ni la kigugumizi. Mbunge aliyoko ndani, yeye kwa upande wake anaona hana kosa lolote, na kosa lake huenda limefanywa na watu walio chini yake. Labda wewe kama unayesimamia nafasi ya kuhitaji kile kiti, ukigundua kwamba waliohusika si mbunge bali walimtapeli mbunge, utafanya nini? Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni vitu anadanganya. Wamehusika namna gani? Sasa walete, alikuwa na rais malipa ya nini? Ule mbunge mkora sana. Si mgeni kwa watu. Basi zidi kuambatana pamoja nasi. Mimi naitwa Hezron Marwa ambaye nimekuwa pamoja nawe.